Kiukweli sasa hivi najitegemea. Rasmi niko na timu yangu ya Byte Gang. Unajua sio ngeni, watu wengi wanajua Byte Gang kitambo nimeintroduce. Yes bana, ni rasmi kabisa kwamba Lavalava sasa hayupo chini ya usimamizi wa WCB kama ilivyokuwa mwanzoni. Na Lavalava ameweza kudhibitisha ili kupitia mkutano ambao alikuwa nao na waandishi wa habari. Of course alikuwa na kikao na waandishi wa habari wakati alikuwa analamba ubalozi, nitakuwa nazungumzia hilo baadaye, lakini sasa moja kati ya jibu ambalo alikuwa analitoa baada ya kuulizwa swali na waandishi wa habari ni kuhusiana na uwepo wake chini ya WCB Wasafi, na amedhibitisha kabisa kwamba sasa hivi ni rasmi kabisa hayupo chini ya lebo ya WCB Wasafi, na sasa hivi ana timu yake inajulikana kama Byte Gang. Na kama umekuwa shabiki wa Lavalava kwa muda, Byte Gang imekuwa kwa muda mrefu sana, ni washikaji ambao alikuwa akifanya nao kazi kwa muda, ilikuwa ni kama gang fulani hivi ambao na support kazi zake, lakini sasa hivi ameamua kuwatambulisha rasmi kama timu yake ambayo inasimamia muziki, na alikuwa anasema kwamba alishindwa kufanya hivyo mwanzoni kutokana na kwamba alikuwa tayari na mkataba na kampuni nyingine. Lakini kingine ambacho Lavalava pia amekisema ni kwamba mkataba wake haukuisha. Mkataba wangu kimsingi haukuisha, lakini ulikuwa unakaribia kuisha. Umeelewa? Ulikuwa unakaribia. Ulikuwa tumebakisha tu kama miezi kadhaa, sio mwaka hivi kama hivyo, lakini kama watu wengine walikuwa wakifikiria, alikuwa anasema kabisa kwamba mkataba ulikuwa unaelekea kuisha. Alikuwa mbakisha kama miezi kadhaa mpaka kwenda kutamatisha ama siku ya kutamatisha mkataba ifike, lakini usimamizi wa WCB wakaamua kabisa kwamba kumrelease, yani waende wakajisimamia wenyewe, lakini waliachia pasi na kulipa chochote. Yani ilikuwa ni kwamba ondoka na hauhitaji kulipa chochote kama ilivyokuwa kwa wasanii wa mwanzo kama vile Harmonize. Sasa amesema hilo wakati alikuwa anafanya uzinduzi. Na by the way, Lavalava amelamba balozi la amedili la kuwa balozi wa kampuni ya uzaji magari kule Dar es Salaam Tanzania, na amepata fursa hiyo kuzungumza na waandishi wa habari, na akawaambia kabisa kwamba yeye ndio kwanza kazi inaanza. Amejibu swali kuhusiana na baadhi ya watu ambao walikuwa wanasema kwamba akishaondoka tu WCB basi kazi yake kwisha, yani habari ya Lavalava kwisha kabisa. Amesema kabisa kwamba yeye kulamba dili la kuwa balozi wauzaji ama kampuni ya uzaji magari tayari inaonyesha kabisa kwamba shughuli bado ipo na yeye bado yupo na kazi bado zipo. Amesema kwamba pia ana collab na ngoma nyingi sana, na amedhibitisha kabisa kwamba ana collab na kila msanii ambaye aliondoka lebo ya WCB Wasafi. Yani wewe hesabu wasanii wote ambao waliondoka Wasafi, kuanzia Rich Mavoko, Harmonize yuko pale, zungumzia Rayvanny, zungumzia Mbosso ambaye pia ametoka juzi kati tu. Anasema kwamba katika wasanii wote ambao waliondoka lebo WCB Wasafi basi ana collab nao na ngoma ni nyingi sana. Yani ndio kwanza kazi zinaanza, na hii ni udhibitisho ambao kabisa kwamba sasa hivi bana WCB Wasafi wameondoka wasanii wawili mwaka huu. Namzungumzia Mbosso ambaye amelaunch EP ya kwake juzi tu, lakini pia Lavalava na mwenyewe ameweza kudhibitisha hilo. Msanii pekee ambao unamjua ambaye yupo chini ya lebo WCB sasa hivi mpaka mdau hapa ni Diamond mwenyewe, lakini pia yupo mkewe ambaye julikana kama Zuchu. Mapema mwaka huu pia Diamond alitangaza kusaini wasanii 10 chini ya lebo WCB Wasafi mwaka huu, na kuna wakati pia alionyesha mkataba ambao alikuwa ameshausaini tayari na msanii ambaye hakumdisclose majina yake na chochote kuhusiana na msanii huyo, lakini ilikuwa ni kama udhibitisho tu kwamba tayari kuna wasanii ambao wameshaanza kupata mikataba yao kusaini chini ya lebo WCB Wasafi, lakini so official kupitia majibu ambayo Lavalava aliyatoa. Kama ulikuwa na jiuliza, basi majibu ni kwamba Lavalava hayupo chini ya WCB Wasafi tena, na ukifuatilia Instagram ya kwake pia utambulisho wa WCB haupo, na amefuta picha zote, ni kama anaanza upya kama alivyofanya Mbosso tu. Sasa na yeye pia ameamua kufuta picha zote kwenye Instagram ya kwake, na ameanza na post moja tunaipostia ni yeye ambaye alikuwa anawaita waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kuzungumza nao. Kifupi ni kwamba it's all done.